Ezekiel 28 mstari wa 3. Hekima ya shetani. Nirudie tena. Tazama, una hekima kuliko Danieli. Hapana neno la siri watu wawezalo kukuficha. Kwa hekima yako na kwa fahamu zako umejipatia utajiri, nawe umepata dhahabu na fedha katika hazina zako. Kwa hekima yako nyingi na kwa biashara yako umeongeza utajiri wako, na moyo wako umeinuka kwa sababu ya utajiri wako. Kwa amehusianisha utajiri na nini? Na hekima. Sawa? Yes. Lakini huyu ni nani? Ni shetani, ndiye anayeongelewa hapa. Angalia hapo kianzia mstari wa 1. Neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu, mwambie mkuu wa Tiro, Bwana Mungu asema hivi, kwa kuwa moyo wako umeinuka, nawe umesema mimi ni Mungu, nami nimeketi katika kiti cha Mungu kati ya bahari, lakini mwanadamu wala si Mungu, ujapokuwa umeweka moyo wako kama moyo wa Mungu. Sasa huyu alikuwa ni mkuu wa Tiro, alikuwa kama vile hapa tuseme rais wa Tanzania. Lakini huyu jamaa alikuwa na hilo pepo. Sasa ukisoma hapa Mungu amemwadresi yeye. Ukisoma 27, neno la Bwana likanijia 27:1. Neno la Bwana likanijia tena kusema, wewe mwanadamu, mfanyie mkuu wa Tiro maombolezo, umwambie Tiro, ewe ukaae penye maingilio ya bahari, wewe uliye mchuuzi wa kabila za watu nyingi mpaka visiwa, Bwana Mungu aseme hivyo, wewe Tiro umesema mimi ni mkamilifu kwa uzuri, mipaka yako i kati ya moyo wa bahari na wajenzi wako na nini. Nataka uone hapo ni kwamba huyu mkuu wa Tiro ndani yake alikuwa na pepo. Sawa? Alikuwa anaongoza ile nchi kwa mujibu wa lile pepo lililokuwa ndani yake. Kama isikia wanasema mkuu wa giza wa anga, mkuu wa anga labda la Dar es Salaam, mkuu wa anga wa nchi, mkuu wa anga wa nini. Ndivyo ilivyo. Sasa yule mkuu wa anga lile anakuwa anashirikiana na mkuu wa nchi ili mambo yaweze kufanyaje kwenda, na ndio maana wanakuwa wanapambana sana asikamate nchi aliyeokoka, kwa sababu hata fuata oda za mkuu wa nini wa anga. Simenielewa? Kwa hiyo sasa wakati mwingine unakuta Biblia inamwadresi huyu kama huyu au huyu kama huyu, lakini kitu hichi kimoja katika maana kwamba yule mkuu wa nchi wa mwanadamu hafanyi chochote isipokuwa ameongozwa na nani? Na mkuu wa anga. Tuko pamoja? Mkuu wa anga anakuwa ndio anamwamrisha yule mkuu wa nchi. Kwa kama hamtakuwa nchi haitakuwa na waombaji, basi mkuu wa anga ndio atakuwa anachagua rais anayefuata na rais anayefuata na rais kuharibu na kuharibu na kuharibu na kuharibu na kuharibu na kuharibu. Lakini pakiwepo wana maombi sasa ni kwamba mkuu wa anga anakuwa anakosa nini? Connection. Tunaunga mtandao mwingine. Simenipata? Na ndio maana sisi tuliokoka tusishie kuomba, tukagombee. Na tusigombee wote chama kimoja, tutawanyike ili wakipiga huku wanampigia yule yule, wakipiga huku wanampigia yule yule. Umeelewa? Tunakuwa tumetumia mbinu za kivita. CCM tuwepo, Chadema tuwepo, sijui wapi tuwepo, Chaumwa. Haya bwana, tukiwepo kote ni kwamba tumewaziba wale. Sawa? Tumewaziba wale ambao wanataka mtu wao ndio akae pale. Sasa yule mtu anayetawala hapa nje anakuwa kwa nje ni mtu, lakini kwa ndani ni shetani ndio anafanya nini? Anatawala. Kwa utaona sasa Mungu anaanza kumwadresi yule jamaa, lakini kimsingi anamwadresi yule pepo aliyepo ndani ya yule mkuu wa nchi. Anasema, tazama, una hekima kuliko Daniel. Yaani neno la Mungu limekiri kwanza, namba 1 Daniel anayo hekima, imekubali wazi. Sawa? Lakini namba 2 imesema una hekima kuliko Daniel. Sawa? Kwa unatakiwa ujue kwamba Biblia inakiri wazi kwamba shetani anayo nini? Anayo hekima. Sawa? Anayo hekima. Kwa hiyo ndio maana watu wote wanaoendea shetani kwa kukurupuka huwezi kumshinda, kwa sababu haushindani na kiumbe mwenye nguvu, unashindana na kiumbe mwenye hekima. Sawa? Unayo hekima, na hekima hii sio ya kawaida. Hii ni hekima kubwa kuliko hekima
ya Danieli. Kwenye series yangu ningekuwa nimepata nafasi ningekuwa nimeshafundisha. Nimeshaandika somo lote la hekima ya Danieli. Nimeshaandika lote. Nimekosa tu nafasi ya utulivu nifundishe. Lakini unaposikia hekima ya Danieli sio hekima ya kitoto. Ni hekima ya juu ambayo Nebukadreza alisujudu, akapiga magoti, akainama chini mbele ya nani? Ya Danieli. Nebukadreza alikuwa ni mtu mmoja mtata. Lakini ukiona Nebukadreza anakunja goti, anakupigia magoti wewe Danieli. Na labda nikukumbushe Danieli na nani? Danieli ni mateka wa Nebukadreza. Yaani Nebukadreza kwa ubabe wake ameingia Israeli, amepiga vita, amechukua watumwa, mateka, kwamba watakuwa wananyoshea vyombo na kuoa. Alafu leo anakuja anampigia magoti mateka wake. Swali linakuja, kama Mungu wako ana nguvu, kwa nini asikuokoe kule kwenu wakati nimekuja kukuteka? Kama hekima yako iko juu, kwa nini usinikimbie wakati nimekuja kukuteka? Lakini yote haya usizani ameyasahau Nebukadreza. Anakumbuka, lakini anaanza kwa hekima hii. Hata kama kule ukunikimbia, labda kutokunikimbia na yenyewe ni hekima. Labda nayo ni hekima. Anapiga magoti, anamsujudia Danieli. Hicho kitu ni kitu kikubwa mno. Sawa? Lakini huyu jamaa anaambiwa una hekima kuliko Daniel. It's next level. Sawa? Hiki ni kitu kingine. Kwa Biblia inakubali wazi kwamba shetani anayo hekima. So lengo langu hapa nataka nifundishe watendakazi namna ya kusaidia watu wanaosumbuliwa na nini? Na mapepo. Sasa wakati unaliendea pepo, ukumbuke lina hekima kuliko Danieli. Yaani wakati unaliendea hivi, toka. Wakati unaendelea kusema toka, not. Wakati anatufundisha shule nilikuwa nasema, mwalimu anafundisha anaweka NB, not. Kwa sababu usipo note haya maelezo yote yanayoendelea hapa, hautaelewa. Kwa wakati unaendelea kukabiliana na toka mtu kaanguka pepo pale, ukumbuke nadili na kiumbe, ninashughulika na kiumbe mwenye hekima, sio mwenye nguvu, mwenye hekima kuliko Daniel. Sasa ukijipimanisha wewe na Daniel, unakuta Daniel amekuacha mbali sana. Daniel ni mtumwa, ni mateka ambaye alikuja akawa waziri mkuu kwenye nchi ya watu. Sawa? Wakamfanyia figisu wapi, bado akaendelea kubaki on the top. Sawa? Kwa hekima yake. Hiyo ni hekima ya juu sana. Sasa wewe mwenzangu hujai kushika hata ubalozi wa nyumba 10, uko unapambana na nani? Na pepo lenye hekima kuliko Daniel. So ujue jinsi, sijasema litakushinda, ila nimesema angalau umjue adui yako, nguvu zake ziko wapi. Ana bomu la nyuklia? Kwani shida ya Trump ni nini? Iran asimiliki bomu la nyuklia. Basi awe tajiri atajua mwenyewe, lakini asimiliki bomu la nyuklia. Na mimi naona ni halali. Wale wa Arabu, zile akili za Kiislamu zile za Kiarabu waga zinafyatuka. Maana magaidi wote ni Waislamu, wakina Osama bin Laden, wakina nani. Sasa hao wamiliki nyuklia kweli? Hivi vibunduki vidogo tu walivyomiliki wanafanya mauaji makubwa. Kwa hiyo mimi naungana na Trump. Hawafai kumiliki nyuklia, hata kama inapatikana kwenye ardhi yao, marufuku kumiliki, kwa sababu akili zao hazijatulia. Naona hawana hekima. Amina. So Biblia inasema una hekima kuliko Daniel. Kwa hiyo unapomwendea huyu kiumbe sasa, zingatie. So twende Mwanzo 3. Kwa mara ya kwanza shetani akiwa anatambulishwa kwenye Biblia, utambulisho wake ulikuwa ni huu. Mwanzo 3 mstari wa 1. Kwa mara ya kwanza shetani Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliyowafanya Bwana Mungu. Okay. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kuwa siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Tutarudi hapa.
tutarudi, lakini nataka nikuonyeshe kitu kimoja. Tutarudi hapa uione hiyo hekima aliyoitumia hapo mpaka kuingiza dunia yote kwenye anguko. Sawa? Utaiona hekima kwamba shetani hakwenda na upanga, hakwenda na lungu, hakwenda na tatizo ndio hilo. Wewe unapenda kwenda na mapanga, kwenda na mabavu, kwenda, ndio unapofeli. Mwenzio shetani. Okay, shetani sio mwenzio. Lakini anavyoenda mwenzio. Mwenzio tena. Haendi na malungu na ubabe na no. Anaenda kwa hekima. Biblia inasema shetani, nyoka, alikuwa mwelevu. Alikuwa mwelevu. Ajisemi alikuwa na sumu. Kwani hakuwa na sumu? Alikuwa nayo. Kwa nini? Hakuweka sumu kipaumbele. Aliweka uelevu. Biblia nyingine inasema nyoka alikuwa na hekima. Kwa nisome hii amplified. Nione yenyewe inasemaje hapo. Amplified Mwanzo 3:1 nasema hivi. Now the serpent, okay, amerudia kama King James. Kwa nitafute Message Bible. Message Bible yeye angetuambia nini hapo? The serpent was more clever. Yeah, the serpent was clever. Ilikuwa na akili sana. Anyway, definition ziko nyingi, lakini nilichotaka uone kwamba alikuwa mwelevu. Anyway, ngoja nimalize hii ya mwisho, niangalie kwenye Strong Concordance. Kwenye itifaki. Hivi hata hivi nataka uvijue tu. Sio dhambi kujua kwamba kuna kitu kinaitwa itifaki. Amina. Itifaki anasemaje kwenye itifaki? Itifaki, ile neno mwelevu ni neno hili hapa. Prudent. Craft ni ufundi. Craft. Kama ufundi wa kutengeneza viungu, kutengeneza nini, ule unaitwa craft. Kwa nyoka Biblia inasema alikuwa na ufundi. Sawa? Kuliko wote aliyeumba Bwana Mungu. Lakini ninachotaka nikuonyesha hapo ni kwamba Biblia inatambua kwamba nyoka alikuwa na nini? Na hekima. Na mpaka leo nyoka anayo nini? Hata nyoka tu kama nyoka anayo hekima. Sema nishangaga eti unapiga nyoka ikakwepa. Nikasema, kina akili paka za kukwepa? Yaani nikaanza kushangaa. Amevaa anapigana na nyoka. Nyoka anaruka na kumpiga. Yaani walipigana nasema jamani. Nyoka ana akili. Okay. Kwa hiyo alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote aliwafanya nani? Bwana Mungu. Sawa? Yes. Na shetani Biblia imemtambua wazi kwamba anayo nini? Hekima. Sasa nataka tuziangalie baadhi ya hekima za shetani. Sawa? Alafu tutajua anapotuachia ni wapi na sisi tufanyaje. Sawa? Yaani hekima ni nini? Hekima ni nguvu ya kufanya jambo sahihi. Sawa? So lazima ulijue hilo jambo sahihi analolifanya, alafu na hiyo nguvu alionayo ya kufanya jambo sahihi. Ili kwamba ujue kwamba na wewe ukiweza kulifanya jambo hilo sahihi, basi uwe na uhakika na wewe pia utaweza kumshinda nani? Shetani. Sawa? Kwa leo nitataka niziangazie hekima 2 tu. Nisitaje hivi sije nikasahau. Hekima ya kwanza tutakuwa ni hekima inaitwa kutafuta maarifa. Sawa? Ana hekima katika kutafuta maarifa. Alafu hekima ya pili ana hekima katika kutoa kafara, kutoa sadaka. Sawa? Ziko nyingi lakini nataka tuziangazie hizo kwa kulingana hata pia na muda wetu. Okay, sasa twende kwenye Yohana 8. Hekima ya kwanza ni kutafuta maarifa. Hekima ya pili ni kutoa kafara, kutoa sadaka. Hekima ya kutoa. Yohana 8 mstari wa 48. Yes. 8:44. 8:44, sorry.
8:44. Ni wa baba yenu Ibilisi. Yes. Hamna hiyo kweli. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe. Kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo. Shetani sio tu, inatosha. Shetani sio tu ni mwongo. Amefanikiwa kuwa baba wa uongo. Anazaa uongo. Kuwa mwongo ni jambo moja. Kuwa baba wa uongo ni jambo lingine kubwa sana. Tyson hajatuachia Tyson mwenzie. Anakufa, anaondoka, mpiganaji ngumi. Kuwa Tyson ni jambo moja. Kuwa baba wa ma-Tyson ni jambo lingine kubwa mno. Ndio? Mpaka leo watu wanamlaumu mwanasayansi Isaac Newton kwamba labda angezaa mtoto tungepata mtoto genius kama yeye, kwa sababu alifanya mapinduzi makubwa ya kisayansi. Lakini alikuwa busy na maabara, hakuwa na muda wa kutafuta mke wala mchumba. Basi sasa. Akili nyingi huondoa maarifa. Yes, lakini namaanisha baba wa uongo. Kuwa muongo, kuwa Isaac Newton, jambo moja. Lakini kuwa baba wa Isaac Newton, unatisha. Shetani sio tu muongo, ila ni baba wa uongo. Yaani vile anavyovizaa vinaitwa uongo, na vyenyewe huko vitaenda independent, vitajitegemea katika kudanganya. Seti? Ndio maana Yesu anamwambia, nikikuangalia wewe hauna pepo la uongo, lakini unadanganya. Kwa sababu baba yako, yani hauhitaji kuwa na connection yoyote tena. Kwa sababu baba yako mwenyewe ni nani? Ni muongo. Kwa hiyo wewe uongo sio kitu cha kujifunza. Sawa? Kama samaki ambao hajifunzi kuogelea. Wewe uongo sio kitu cha kujifunza. Shetani amevuka level za kuwa muongo. Ameshafikiaga siku hizi level zinaitwa baba wa uongo. Anazaa watoto wanaoitwa uongo. Nao watoto wanaenda wanazaa uongo. Nao watoto wanaenda wanazaa uongo. Na hiyo level. So amefikeje katika hiyo level? Ndio hapo naanza kuchallenge kwamba amekueje mpaka akawa muongo, mpaka akawa baba wa uongo. Kuwa na imani ni jambo moja, ila kuwa baba wa imani. Nuhu alikuwa na imani, Henoko alikuwa na imani, Habili alikuwa na imani. Biblia imewataja kabisa. Lakini haijasema walikuwa baba wa imani. Kwa sababu baada ya Henoko hakuna mtu aliyeendeleza imani ya nani? Henoko. Baada ya Nuhu hakuna aliyeendeleza imani ya Nuhu. Lakini baada ya Ibrahim, Isaka akaendeleza. Baada ya Isaka, Yakobo akaendeleza. Baada ya Yakobo mpaka leo imefika. Kwa Ibrahim sio tu ana imani. Ibrahim ni baba wa imani. Ana uwezo wa kuzaa imani, wa kuisafirisha imani kutoka kizazi hiki kwenda kingine na kingine na kingine na kingine. Sawa? Kwa hiyo jamaa amesogea kidogo. Kutoka kwenye uongo amesogea kidogo. Ameenda mbali akawa baba wa uongo. Sasa sijui wewe ulikutana na watoto wake au ulikutana na yeye mwenyewe. Lakini kwa vyovyote vile utakapokuwa unaanza sasa kukabiliana na mapepo, ujue iza niko na baba yao au niko na baba wa uongo. Sasa changamoto kuhusu uongo ni kwamba kabla hujasema uongo lazima ujue ukweli. Hiyo ndio inaitwa hekima ya kutafuta maarifa. Umepatana? Hivi unaweza kudanganya wakati hujui kweli? Inabidi nijue kwamba njia ya kwenda Dodoma ni hii ili nikudanganye kwamba pita hii. Usije nikakwambia nikazani na kudanganya, kumbe ndo nakwambia ukweli afu ukafanikiwa. Sawa? Lazima kwanza ni ujue ukweli, halafu niongee uongo. Kweli si kweli? Ili nikudanganye jina lako lazima nilijue kwanza, afu nikwambie jina lako sio hili. Nisije nikasema jina lako sio hili, ni Kevi, afu kumbe wewe ni Kevi. Ukasema yeye ni kweli, hata mama anasema Kevi. Shakosea. Seti? Lazima kwanza ujue. Kwa hiyo shetani yeye kama baba wa uongo, na kwa sababu maana ya uongo ni kupindisha ukweli,
basi shetani ni baba wa kupindisha ukweli. Ili uweze kuupindisha ukweli lazima ujue, basi shetani ni baba wa kutafuta ukweli ili aupindishe. Sawa? Maana yake ni kwamba ili shetani aweze kuharibu maisha ya mtu, kwa mfano, kitu cha kwanza inabidi ampishanishe na kusudi la Mungu. Kiwa Mungu amekuita ufanye biashara, atakwambia fungua kanisa. Sasa asije akaniambia fungua kanisa, kumbe kweli nilitakiwa kufungua kanisa. Kwa hiyo lazima ajue kwanza kwamba Mungu aliniita mimi kufanya nini? Alichoniitia kufanya biashara. Biashara gani? Sawa? Biashara ya vitenge wapi? Zote hizo shetani lazima hizo data azijue ili anidanganye. Asije akanisukumia mule. Alafu badala ya kwamba aniue akakuta ndio natoboa naenda. Kwa sababu yeye ni kuchinja, kuua na kuharibu. Si umenielewa? Kwa hiyo kabla shetani ajaje kukudanganya, anachokifanya ni utafiti kwako. Anakuja kukuchunguza. Sasa kwa uzoefu wangu tu wa kushughulika na mapepo, nimeona mapepo yakifanya hivi. Hata kwenye ibada zetu sisi manabii, mapepo yanapenda sana kuhudhuria. Anapenda sana kuhudhuria kwa sababu shetani hayajui mapenzi ya Mungu. Sawa? Nikwambie kweli, shetani afanyaje? Hayajui mapenzi ya Mungu, ni siri. Katika zile karama 9, sawa? Karama 9 zile zilizopo katika Wakorintho wa kwanza 12 pale. Katika zile karama 9 kuna karama inaitwa neno la hekima. Inaitwaje? Neno la hekima. Neno la hekima maana yake Wakorintho wa kwanza 12. Jana tusoma hiyo. Pale kuna karama inaitwa neno la hekima. Ile neno la hekima ni kipande cha mapenzi ya Mungu. Sehemu ya mapenzi ya Mungu. Ndio inaitwa neno la hekima. Sasa ile neno la hekima ni siri. Ndio maana inafunuliwa kwa karama. Sawa? Shetani anapenda kuhudhuria ibada kama hizi ambazo mimi prophet nitaanza kufunua neno la hekima, nitaanza kuongea mapenzi ya Mungu juu yako Kevin. Kuanzia siku hiyo nitakayoongea, wewe utaiacha hapo utasema manabii wanaongea. Mwenzio atakuwa makini sana kuhakikisha hauji kukifanya hicho kitu. Sawa? Sasa sijasema mapenzi ya Mungu yanafunuliwa kwenye ibada tu za kinabii. Mungu ana njia nyingi za kuyafunua mapenzi yake. Lakini ninachokisema ni kwamba shetani itabidi kwanza ayajue mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Sasa turudi Mwanzo 3. Uone jinsi alivyowadanganya, afu niambie kama huyu mtu alikuwa hajui anachokifanya. Alikijua kwanza. Sawa? Ili awadanganye hawa watu, ilibidi ajue wanatakiwa kufanya nini na sasa wako wapi. Tuanze Mwanzo 3:1. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu waliowafanya Bwana Mungu. Yes. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu. Anachokisema hapa ni kwamba nimeenda sehemu, nimesikia alivyosema Mungu. Si umeelewa hapo? Mpaka nije niseme eti wewe wamekwambia hivi, manake nimeshasikia sehemu. Nimeenda sehemu, nimefanya utafiti, nikajua alichosema Mungu. Kwa hiyo nakuja kwako kana kwamba nataka nithibitishe kwamba ni kweli Mungu ndio amesema hivi. Si umeelewa? Kwa hiyo huyu shetani sijui alienda wapi, sijui alimuuliza Adamu mwenyewe au alimuuliza nani. Lakini amekuja hapa akiwa kuna kitu anakijua. Anajua nini? Alivyosema Mungu. Umempata pale? Ili aweze kudanganya lazima awe na nguvu ya kutafuta maarifa. Ili aweze kukupeleka astray, njia isiyo sawa, lazima ijue njia. Kwa anamwambia ati hivi ndivyo alivyosema Mungu. Sasa angalia sasa anaanza kupindisha. Ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Okay. Anajua sasa, ila anaanza sasa kufanyaje? Kuchengesha. Na amekuja kama vile anataka kujua, anataka kusaidika, kumbe anataka kupoteza. Sawa? Ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda yote
msile matunda ya miti yote ya bustani. We, ameanza alafu akaikatisha shua. Aya bwana. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani tutaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Sawa? Mungu amesema kila mtafanyaje? Mtakufa. Ili aweze kukudanganya lazima ajue kwamba Mungu kasema. Sasa Hawa kampa shetani kodi kwamba nataka kunidanganya, basi niambie sitakufa kwa sababu mwenzio ameshasema ni kila nita. Kwa hapo akaichukua faster. Okay, kwa nikudanganya sasa. Sawa? Nyoka hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kuwa siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu. Mtafumbuliwa macho, alafu mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Sasa nisikilize vizuri. Uongo wa hali ya juu ambao shetani huwa anautumia unaitwa nusu ukweli nusu uongo. Huo ndio uongo wa hali ya juu, na huo ndio anamaliza watu. Nusu ukweli, wakati inaingizwa Qur'an ili iweze kudanganya vizuri na kupoteza watu, ilikuja na nusu ukweli nusu uongo. Nusu ukweli ni kwamba inakubali Yesu alizaliwa na bikira. Nusu uongo inapinga Yesu hakufa na kufufuka. Kwa nini? Kwa sababu ukombozi haupo katika Yesu kuzaliwa na bikira, upo katika Yesu kufa na kufufuka. Ili iweze kuwapoteza lazima ichukue nusu ukweli na nusu, na tunashuhudia jinsi ambavyo inapoteza watu mpaka leo kwa kuchukua kipande cha ukweli na kipande cha uongo. Tuko pamoja? Nusu ukweli nusu uongo. Akamwambia kwamba Mungu anajua kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho. Sasa ukweli uko wapi? Ukweli ni kwamba siku watakayokula matunda ya mti huo watafumbuliwa. Huo ni ukweli. Sawa? Na walipofumbuliwa macho atakuwa alienda, sikuambia niliwaambia. Hiyo ni nusu ukweli, lakini nusu uongo. Sasa mtakuwa kama Mungu, wakati kwa mujibu wa Mwanzo 1:26 nikwambia, anayekudanganya lazima ajue. Kwa mujibu wa Mwanzo 1:26 walishakuwa kama Mungu, lakini uongo anaojaribu kuufikisha hapa ni kwamba mpaka sasa nyinyi hampo kama Mungu. Lakini hajaufikisha kwa kusema direct. Hizo ni akili. Kwa kusema direct kwamba haupo kama Mungu alivyosema, no, kwa sababu atakuwa anampinga Mungu moja kwa moja. Ilibidi aizungushe. Sawa? Lakini alichokuwa anakisema ni kwamba hauko kama Mungu kama jinsi Mungu alivyokuambia. Haya ndio ambayo shetani anakuja kila siku anaongea na wewe. Haujabarikiwa kama mtumishi anavyokuambia. Anakudanganya. Sawa? Ungekuwa umebarikiwa ndio uko hivi. Cheki matatizo, cheki shida, cheki mnadanganyana. Okay? Anatafuta ukweli nusu. Na ukweli nusu ni hali inayokuzunguka. Ya ukweli kabisa hali ni ngumu, mambo hayaendi. Ila anatumia ukweli nusu kuharibu ule ukweli halisi ili aweze kudanganya. Kwa hiyo akamwambia kwamba mtakuwa kama Mungu, akimaanisha kwamba mpaka sasa hamko kama Mungu. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba kabla hajala tunda alikuwa anafanana na Mungu zaidi kuliko baada ya kula tunda. Sawa? Hiki hakuja kudhibitisha shetani, mbona sasa hizi ndio sifanani na Mungu sasa? Kuliko hata bora hata vile zamani nilikuwa nafanana. Sasa anasema mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula. Siku zote alikuwa haoni kwamba unafaa, lakini baada ya kupewa semina na shetani, alipoutazama saizi mara ya pili, akaona unafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa. Basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua ya kuwa wa uchi, wakashona majani. Anyway, ameshamaliza jamaa kazi yake, ashasepa kitambo sana. Ameshadanganya tayari. Bwana Yesu asifiwe sana.
Nachotaka nikukumbushe hapo, akwenda na lungu, akwenda na mkuki, akwenda na bomu la nyuklia. Alienda na hekima. No, hapo ndipo watu wa Mungu wanapochemka. Wacha kwenda na hekima. Wacha kwenda na hasira. Sawa? Kama unaenda na hasira, hakikisha unaigiza. Yaani hakikisha haujakasirika, ila unafanya nini? Hapo wewe mimi nakupatiki. Ila unaenda na hasira kwa sababu umekasirika, ushafeli. Subiri zipoe, alafu nenda kajifanye una hasira, ili lolote litakalotokea pale uweze kubalance. Sawa? Haya, umeenda na hasira, kumbe kuna mkubwa wako yuko pale. Ushafoka ndo unamuona. Unashinda hata kujikuru pale. Kama unaenda na hasira, basi iwe ya kujifanyisha. Sawa, ili sasa wafanyakazi hawa nikiwaendekeza hivi, ila hasira haipo, hapo ndio nenda. Sio ya moyo, ya uso tu, ya kujionesha. Mimi hapo nitakupa nakupa okay kwamba yes, hiyo sawa. Lakini ile hasira kwa sababu ni hasira, kwa sababu huwezi kucontrol, ushafeli. Kwa hiyo shetani akwenda na roho za mauti ili awaue. Roho ya mauti ya kazi gani? Roho ya mauti nitaenda nayo baadaye. Sasa hizi naenda na hekima. Nachotaka niseme ni kwamba sasa sisi tunaotaka kumwendea shetani, tunamwendeaje? Je, huwa unapomwendea unakumbuka kwamba sasa unamwendea kiumbe mwenye hekima, au unahisi unamwendea kiumbe ambaye hajielewi, au unahisi unamwendea kiumbe ambaye atambui alifanya? Hebu ngoja nirudi kwenye Marko 9. Marko 9 pale tuone jinsi ambavyo huyu jamaa kwa hekima yake aliwatoa nje wanafunzi. Aliwatoa nje kabisa. Hapo hawakuweza kutoboa. Marko 9:14. Okay, twende. Sasa hapo nataka uone pepo lilivyotumia hekima kushindana na wanafunzi na kushindana na Yesu. Sawa? Hakuna sehemu tumeambiwa pepo likakunja ngumi likapigana na wanafunzi, no? Au liliwatoroka au likampoteza yule mtu kimiujiza. Na kwa sababu yeye alikuwa ni matumizi ya mabavu na halijapewa mamlaka ya kutumia mabavu mbele ya wanafunzi wa nani? Wa Yesu. Kwa sababu ikienda katika mabavu, hawa wanayo mabavu zaidi. Yesu alishawaambia, ukienda, hii ni Marko 9. Marko 6 Yesu alikuwa ameshawakabidhi mamlaka yote juu ya pepo wachafu. Walikuwa tayari wanayo. Lakini kitu ambacho walikuwa wamepungukiwa ni hekima. Sawa? Sasa nataka utuziangalie hizi hekima ambazo huyu pepo alicheza na hawa wanafunzi. Na hizo alikuja akacheza na Yesu, na jinsi Yesu alivyozi undo, yani alivyozishinda. Akamwambia hivi, tuanze pale ambapo Yesu akamkemea yule pepo. Wakamleta kwake, mstari wa 20. Hata alipomwona yule pepo alimtia kifafa. Pepo amemwona nani? Yesu. Akamtia yule mtu kifafa. Sawa? Manake kabla hajamuona Yesu hakumtia. Kwa hiki kifafa ni maalum kabisa kwa ajili ya nani? Ya Yesu. Sema nielewa. Hiki kifafa ni message tunaituma sasa kwa nani? Kwa Yesu. Kwa hiyo huyu mtu hana kifafa. Sawa? Ila kifafa ni silaha ya kumdanganya nani? Yesu. Sio wamrushie Yesu kifafa, hilo hawaliwezi. Hapa kwao wakamtia yule mtu kifafa. Kuna message wanaituma kwa Yesu. Kuna uongo wanautuma kwa Yesu kwa njia ya vitendo. Aongei neno hata hivi? Vitendo. Unajua unaweza kumdanganya mtu kwa sura tu. Fanya tu hivi. Nakuwa umedanganya, si? Kwa hawa na wenyewe kwa vitendo tu wakamdanganya, wakaanza harakati za kumdanganya Yesu. Kwa hiyo wakamleta kwake, mara yule pepo alimtia kifafa. Wewe mbona tukao tunaongea wote hapa kisa Yesu katokea. Wewe. Naangalia nje nakuta Yesu ndo anaingia. Sawa, okay, hiki kifafa cha kwa ajili ya Yesu. Naye akaanguka chini. Sawa, hivi vyote vilikuwa havipo. Walikuwa wanapiga story kama walikuwa nakula.
Lakini alipomuona Yesu akamtia kifafa, akaanguka chini, akagaagaa akitokwa na povu. Mambo mangapi? Alimtia kifafa, akagaagaa akitokwa na povu, akaanguka chini akitokwa na povu. Mambo manne kwa pamoja. Kwanza hiyo nayo ni style ya kumchanganya mwanamaombezi sasa, kwamba nianze na lipi? Nianze na pepo la kifafa, nianze na pepo la kutoka povu? Kwamba hapa sasa, hapa sio mchezo. Hapa sio mchezo. Lakini ukiangalia hii address inavyomsema huyu pepo, ripoti inasema mara yule pepo, sio mara wale pepo, ni mara yule. Lakini anavyocheza hapa ni kana kwamba kuna mapepo manne. Mtu wa mapepo wa kawaida hapa atatoa mapepo mangapi? Atatoa pepo la kifafa ambalo atahangaika na pepo la kifafa, atahangaika na pepo la kuanguka chini, atahangaika pepo la kugaagaa, ili la kugaagaa wengine wanasanga pepo la nyoka sijui nini. Wewe. Atakuja pepo la kutoa povu, sijui ataita ni roho ya mauti sijui nini. Kote huko umeshadanganyika tayari, ashakunasa kwenye, ushaingia kwenye 18 zake. Sawa? Lakini Yesu no. Akushughulika naye, akamgeukia baba yake. Akamuuliza amepatwa na haya tangu lini? Yaani akaachana na pepo kabisa, kwamba hizi mbwembwe achana nazo, tuongee sisi wawili. Sawa? Amepatwa na haya tangu lini? Akasema tangu utoto. Na babake anaanza kutoa ripoti kwamba yani haya mbona madogo? Haya kayapunguza kwako. Huwa anamtupa kwenye maji amwangamize, mara kwenye moto, lakini ukiweza. Yesu akamwambia ukiweza yote yanawezekana. Mara yule kijana, mara baba yule kijana. Okay. Yesu alipoona ya kuwa mkutano unakusanyika mbio, akamkemea yule pepo mchafu. Sasa unataka uone hata hekima ya Yesu hapo. Alipoona mkutano unakusanyika mbio, akusema sasa waje waone sasa. Kusanya, mpe na mic, weka na kamera, ndio utakapofeel sasa. Yesu alipoona wanakusanyika watu mbio, sawa, akamkemea yule pepo. Yaani maana yake akaanza kushughulika na yule pepo atoke kabla Yesu hakutaka ile scene ionekane. Kwa sababu gani? Pepo ataanza kutafuta kujichukulia umaarufu kwa wale watu, na hicho kitu Yesu afanyaje? Hataki. Mungu wangu, hapo tutafunga huduma nyingi sana. Zilizosajili tutazifutia usajili hapo, tutazifutia usajili huduma nyingi sana. Pepo anapewa maiki, anafurahije? Anyway, tuache. Yaani umempa audience wote au awahubirie kwa dakika moja? Utawafanya kitu paka utafurahi na roho yako. Anyway, tuache hiyo hekima hiyo, ni siku nyingine. Na Yesu akaona ya kuwa mkutano unakusanyika mbio, akamkemea yule pepo. Akamwambia, ewe pepo bubu na kiziwi. Sikiliza Yesu, ewe pepo na kiziwi. Baba yake hajatoa ripoti hiyo. Sawa? Hajasema huyu kijana tukiwa nyumbani aongei au asikii. No, anaongea, anasikia. Yuko shwari. Ila amefika mbele za Yesu. Yesu anasema nini? Mbona alivyowadanganya hawa watu? Kifafa, povu, nini? Alafu yeye ni bubu na kiziwi. Umeona hekima yake hiyo? Umeona hekima ya shetani? Ameshawapoteza hawa tayari. Kwa akina Petro huenda walikuwa wanapambana na pepo bubu. Sio pepo bubu na kiziwi. Pepo wa kifafa, na bovu na kugaga. Na huenda baba wao akaongezea sio hayo tu, na kumtupa kwenye moto na kwenye maji. Kusema okay. Hapo mmeshafeli mtihani. Kwa nini? Kwa sababu umetaka pepo awasaidie jinsi ya kumtoa pepo. Hicho kitu hakipo. Nyewe vipi? Yaani unataka pepo akupe data za kukusaidia wewe kumtoa yeye pepo. Yeye amekuwa mpumbavu kiasi hicho? Utakapozichukua data alizokupa yeye pepo, manake kwanza akisha kujua kwamba wewe unatumia data zangu mimi, wewe anakupoteza kirahisi. Pepo hatatoa data jinsi ya kumtoa pepo. Hapo ameshakupoteza. Sawa? Data yoyote ambayo pepo anakupatia jinsi ya kumtoa pepo,
iwekee kiulizo. Kama ni ya ukweli nusu, ambao ndio uongo mbaya zaidi. La sivyo basi ni uongo 100%. Sawa? Kwa hiyo alipokuwa kwa baba yake alituma message hii na hii na hii. Alipofika kwa wanafunzi akatuma message hii na hii na hii. Sawa? Lakini Yesu alipofika kwa Yesu akasema hakuna cha kugaga, hakuna cha kutoka povu, hakuna cha kifafa, hakuna cha nini. Wewe ni pepo bubu na kiziwi. Sasa tuanzie hapo. Inakueje pepo bubu na kiziwi mtu analo, alafu anaongea? Ule ububu una kazi gani? Eti kisa una madeni, una roho ya madeni. Nani alikwambia? Eya. Kisa una madeni, una roho ya madeni. Muulize jamaa alikuwa anagaga, anatoka povu, lakini hana hata hilo pepo la kugaga wala kutoka povu. Sawa? Ila ni style ya kumdanganya mwana maombi ambaye hajahudhuria shule. Sawa? Atabaki kila siku anapambana na roho ya madeni, miaka inaenda miaka inarudi. Kumbe wala hana roho ya madeni hata moja. Kumbe unaweza kuwa tajiri, si ndio manake? Unaweza kuwa huna deni hata moja na ukawa na roho ya madeni. Sieti. Au mnaelezaje hesabu ya pepo inayochezwa hapa? Yes, unaweza ukawa huna udai hata 100 ila una roho ya madeni. Juice cut nimekutana na mtu mwenye roho ya madeni sasa. Ngoja nikuonyeshe ilivyo inafanya kazi. Sijakutanaga na watu wengi ambao nakutanaga wanatuhumiwa kuwa na roho ya madeni. Nakutaga hata hawana roho ya madeni. Ila wana madeni. Ila wana maombi wamechanganya madeni na roho ya madeni. Sikiza niwaambie kuna tofauti ya binadamu, yani huu mwili unaonekana kwa nje, na mwenyewe halisi. Sawa? Kwa mujibu wa sheria za kiroho unaweza kumchukua roho hii ya Kev ukaiweka kwenye mwili ule, no, roho ile ukaiweka, inawezekana. Ila asiyejua akija hapa ataendelea kuita Kev, kumbe huyu ni Eliza. Ila anayejua ataambia Kev njoo. Hizo ndio hesabu za ulimwengu wa roho. Sawa? Usichanganye boksi na usichanganye chupa na soda. Wakati mwingine tunaweza kuchukua Coca-Cola tukaweka Pepsi, na kwenye Pepsi tukaweka Coca-Cola. Alafu tukamwambia kunywa. Kwa sababu wewe hujui, tutakuuliza umekunywa soda gani, utasema nimekunywa Pepsi. Wewe umekunywa Coca-Cola. Sawa? Sisi tuambia ulagi. Sasa siku moja kule Morogoro wakaniambia kwa yule familia yule jamaa ambaye tunashirikiana naye ni familia ya Kikristo. Ila mdogo wao aliendaga kuishi kwa shangazi yake. Sasa shangazi yake ni Muislamu, kwa akakopi. Akarudi nyumbani. Asa mrudi nyumbani na ule Uislamu wake. Basi walichokifanya siku moja wakapika kitimoto, ila hawakumwambia kwamba ni kitimoto. Sasa sisi kasukulia ile familia ya Kiislamu kwa hata kitimoto hata la harufu hafanyeje? Haijui. Bora angekuwa amekulia huko angekijua. Hasa haijui hata harufu ya kitimoto. Bwana we, pika kula. Wakategea zimepita hata wiki ile asija kadieda anatapika wala nini. Mwambie unaikumbuka nyama tuliyokula sehemu fulani? Siku ile tulipikula nyama pale, unaikumbuka? Unaisemaje kuhusu ile nyama? Katika siku mama aliyopika. Siku ile mama alipika. Kwa kweli ile nyama ni tamu. Mwambie sasa ile nyama unajua ni nyama gani? Kaambia kile ni kitimoto. Aliwalaani, yani nyie Mwenyezi Mungu amewalaani kabisa. Nani wa kunilisha wiki kitimoto? Kaambia mbona hujafa? Mbona hujazulika? Mbona hujatoka vipele? Kitimoto kinakupenda we. Guys. Na uliisifia, umeona sasa ilivyo tamu. Unakosa mengi. Guys, tuache hayo hapa. Lakini hesabu iliyokuwa imechezwa hapa inaitwa hekima ya shetani. Sawa? So utakapoenda kuvamia mapepo, ujue unaenda kukutana na kiumbe mwenye hekima ambaye yuko faster sana kwanza kukusoma wewe, ufahamu wako umekaa wapi. Sio atakusoma tu kilo, atasubiri utamke neno. Style unayoombea na nini. Anazidi kukupima, kukugrade katika level ya ufahamu na hekima. Umefikia wapi? Okay? Kwako wewe pepo kutoka ni nini? Ni mtu kuanguka chini? Basi atajiangusha. Ni mtu kutoka povu, afu baadaye lile povu likakata? Basi atalitoa povu
baadaye ile povu litafanyaje? Litakata. Utasema tayari amefanyaje? Amefunguliwa. Hiyo michezo tuliiona sana kule nilipokuwa kule kwa Ana kijijini kule. Watu wametoka, mapepo wamedondoka. Sasa mimi waga sina haraka. Mimi naombea mtu mmoja hata dakika 10, 20. Unaona? Kwa nakuta watu wote wenye mapepo wote wameshaka kwenye kiti. Eti wameshafunguliwa. Naambia yaweka kaya. Njoo wewe. Naanza upya. Hata mtumishi vipi? Naanza nayo tena. Yanadondoka tena. Mbona huyu Richard? Nakuja. Njoo wewe. Mmoja? Baada ya mwingine sasa. Itakuwaje tu sasa sisi tulikuwa kuyatoa yaisha wasoma nyinyi kwamba nyinyi kwa mujibu wenu nyinyi mtu kufunguliwa pepo adondoke afu ainuke. Sasa mkimiita jina lako Salome, uko wapi? Niko kanisani. Nyie kwa mwana wenu nyinyi huyo ndo kafanya kufunguliwa. Sasa sisi tunawachezea michezo midogo sana. Hakuna Salome njoo tunaanza upya. Sawa? Naanza upya. Kwa hiyo ilikuwa kama vile huyu kaleta si fundisho jipya. Sikaja naye. Amina. Anyway, nataka so hapa sasa Yesu anasema huyo ni pepo bubu na kiziwi. Challenge hiyo nakupa ni kwamba kwa nini baba yake hakutoa hiyo ripoti? Baba yake hakutoa hiyo ripoti kwa sababu nyumbani anasikia na anaongea. Sawa? Na halimshiki muda wote kwa sababu ripoti inasema mara ampaga hapo. Kwa hiyo kuna wakati ambao huwa anampaga yule pepo. Na ule wakati wa kumpaga yule pepo sio kwamba pepo anampaga bure bure. Anampaga akitaka kutuma taarifa, kumdanganya baba mtu. Kwamba baba mtu hata ikiwa utatafuta suluhisho, basi tatafuta suluhisho la kutoka povu, la kuingia kwenye moto, na kugaga na nini. Sawa? Lakini huyu ni pepo bubu. Natamani niende mbele lakini leo Mungu tukae kwanza hapo. Anakueje pepo bubu na kiziwi alafu anaongea? Sawa? Kuna majini haya yanaitwa majini mahaba. Sawa? Na alafu kuna majini ya pornography. Yanapenda hiyo michezo sana. Mtu anaweza akawa na jini hilo pepo mahaba na ana miaka 2. Sawa? Unafikiri atafanya ukahaba wote? Atafanya ukahaba wote. Nilipokuwa hapo nilikutana na katoto kana pepo mahaba. Kana pepo la kujiuza. Kadogo, kako darasa la 3. Unafikiri kanajiuza sehemu yote? No. Sawa? Akajiuza. Lakini kana pepo la kujiuza. Alafu unaweza ukashangaa ukaenda wale wanaojiuza ukawakuta hawana hata hilo pepo la kujiuza. Ila uwezekano wa kumuombea huyu mtoto pepo la kujiuza haupo. Sawa? Kwa nini? Kwa sababu pepo anapenda kutuma signal za uongo. Ukumbuke interest za pepo ni nini? Twende. Tutarudi hapo kweli tutakumbuka. Ndio sawa. Interest za pepo ni nini? 12:43. Mathayo 12:43. Baada ya hapo ninarudi zangu kwenye hekima ya shetani. Nimalize. 12:43. Yes. Ndio umepambana sasa. Umekaza naye amesalenda kwamba wewe umenizidi hekima. Anatoka sasa. Amesalenda Atokapo mtu kupitia mahali pasipo maji. Akitafuta mahali pa kupumzika asipate. Alafu sema nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka, hata akija aiona tupu imefagiwa na kupambwa. Mara huenda akachukua pamoja naye pepo wengine 7. Naomba tusiende mbali. Nilichokuwa nataka niseme ni ile nyumbani kwangu. Sawa? Ukisoma huu mstari vizuri, unasema pepo mchafu amtokapo mtu. Kwanza hataki, lakini imebidi afanyeje? Kazidiwa hekima, kazidiwa nguvu na huyu mwanamwombi. Imebidi atoke. Akitafuta mahali pa kupumzika. Kwa hiyo sio rahisi kwa shetani kupata mahali
pa kupumzika. Sasa unaweza kujiuliza, watu yote haya bado ni mahali pa kupumzika, ni sehemu la kutafuta? Ndio. Sawa? Ndio. Kwa nini? Kwa sababu sio kila pepo anapenda kila mtu. Sio kila damu inakubali aina yote ile ya nini? Ya pepo. Kuna watu damu zao zina maagano na Mungu. Yeye kama yeye anaweza kawa hajaokoka, lakini kwenye uzao wao aliwahi kutokea mtu aliyekuwa mcha Mungu. So ile damu kuna namna inakuwa sio comfortable kwa pepo kukaa. Sawa? Sio comfortable, yani hajisikii, hapakaliki vizuri. Kwa na yeye anatafuta mahali pa kupumzika. Sasa pale nitakuwa nimeingia kwenye shida, nimeingia mapumzikoni. Sawa? Kwa hiyo nayo hapendi. Alafu kuna wale watu ambao pia wana mizimu. Sawa? Wana mizimu, maana yake wana agano na shetani mwenyewe juu ya kitu fulani. Unakuta yeye pepo ni pepo mahaba, lakini huyu agano lake alihusiani na hivi vitu. Kwa hiyo anaona ili agano na lenyewe litanisumbua. Sawa? Kwa hiyo shetani huwa anatafuta. Wakati huo sasa kuna maeneo yake, kuna damu zingine ambazo ziliingizwa kwenye magano fulani na mizimu ambayo ndio ya aina yake yeye yule pepo. Kwa pale atakaa kwa kupumzika. Yani ataenjoy maisha ya pale. Sawa? Kwa ndio maana huwa hawapendi kutoka, kwa sababu kutafuta hicho kiwanja labda akakitafuta siji kwa miezi, siji kwa miaka, ili atafute pa kukaa hapo. Ndio amepapata, ndio mnaanza toka. Nitawadanganya hawa. Mungu wangu, nitawadanganya kwa kifafa, kwa kuangukia motoni, kwa majini. Nitadumu hapa nitakaa. Sawa? Na hata akiwa ametoka, anaweza akatafuta na asipate paka jioni inafika. Muda wa kwenda kulala. Hivi analala kweli? Asipopata anasema bora nirudi kule nikapambane tu. Sawa? Ndo anarudi. Anakuja kuchungulia kwanza. Wale wababe wameondoka? Ndio. Nyumba wameiachaje? Imepambwa na kufagiliwa. Kuna yoyote mle ndani? Hakuna. Sasa sikia. Kabla sijaingia nikavamia, wanaweza kuja muda wote. Uchoyo niache. Nikalete wenzangu, tuwe hata 7 hivi, tuwe 8 manake. Walio na nguvu kuliko mimi. Unaona? Hekima za shetani. Anakula na wenzie na wakubwa. Hiyo mtindo nimeukuta kule kwenye biashara za madini kule. Kanaambia rafiki yangu, hapa ukisema hii biashara ina hela, lakini ukisema ule peke yako utakula chocho. Tafuta wakubwa, alafu ingia nao ubia. Kwamba hii biashara tunaingia ubia. Yaani mgodi tufanye mgodi ni wa kwako. Hakuna nitafuta mimi mkuu. Labda nipo kwenye kitengo fulani huko kwa serikalini huko vikubwa. Unaniandikisha. Tunakubaliana kwamba huu mgodi tuko wote. Sisi wawili tunaumiliki huu mgodi. Alafu ndo unaenda kuchimbisha. Alafu ukakutana na mbiu mimi nainua simu tu. Halo? Na kijana wangu hapo amevaa shati la blue, naomba umwachie apite. Haya. Utakula nusu na mimi nusu. Lakini mimi kazi yangu ni kupiga simu. Halo, kuna kijana wangu hapo, mwache tu. Sawa? Kwa hiyo hekima hiyo hata shetani anafanyaje? Anaitumia. Sawa? Nikapepo kadogo lakini kanaona nikiendelea na uchoyo kwamba mimi nataka nile mwenyewe. Ngoja nikaite wababe. Tuwe wengi. Hata kama nitakula kidogo lakini angalau nitapata pa kupumzika. Kwa anaenda naita wengine. Zote hizo ni hekima za shetani. Anazitumia katika kuwasumbua watu, ambazo inabidi uzijue. Wakati kanisa la Mungu halina umoja, kila mtu vyake, upande wa pili. Anyway. Kwa hiyo anasema nitarudi. Sasa nilichotaka mimi nikuonyesha hapo ni nyumbani kwangu. Kwanza anakuita kwangu, afa anakuita nyumbani. Kwa hiyo anakuita nyumbani kwangu. Uliumba mtu hata mmoja? Hapana. Ndio ashajimilikisha kwamba nyumbani, jamani, karibuni nyumbani kwangu. Mtakaa bure, mtalala bure, mtafanya nini bure. Kwa twendeni jamani. Tena imefagiliwa na kupambwa. Umefagia wewe? Wale wanaojua kufagia, wale walokole wale ndio wamefagia kila kitu mle. Yaani ile nyumba ni nzuri. Kweli haya twende. Wanakuja kweli wanakuta imefagiliwa na kupambwa.
imefagiliwa na kupambwa kwa damu ya nani? Na walokole ndio wameifagia na kuipamba. Shida ya walokole, walifagia na kuipamba alafu hawakufunga mlango, namba 1. Lakini namba 2, hawakuweka mtu yoyote mule ndani. Hautavamiwa tena. Ndio shida ya walokole iko. Sawa? Shida iko hapo. Yaani hapo ni shida kubwa. Okay? Kuna hekima nyingine ya shetani ambayo sidhani kama nitaipata nafasi, inaitwa hekima ya uzidisho. Hii ni hesabu ambayo shetani anaitumia kupanua ufalme wake. Anawatumia walokole kama hao ambao hawana maarifa. Sawa? Ni bora usimtoe pepo kuliko ukamtoa ikiwa huna cha kumwekea yule mtu kitakachokava ile nafasi aliyokuwa yule pepo. Umeelewa hapo? Maneno yamekuwa mengi, ni yapunguze. Kama huna muda wa kumwekea mtu yule kitu cha kimungu, muache na pepo lake, kwa sababu atakuwa na pepo hili. Wewe ukilitoa lile moja, alafu huna nafasi tena ya kumwekea kitu cha kimungu, umezidisha mapepo. Shetani atatumia kanuni hii kutanua ufalme wake ndani ya yule mtu. Biblia inasema kabisa hali ya mwisho ya yule mtu huwa mbaya zaidi kuliko ile hali ya kwanza. Sawa? Tuko pamoja? Ni mbaya hiyo. Hekima ya mazidisho ambayo shetani huwa pia anafanyaje? Anaitumia. Kiumbe hichi kina hekima, ndugu zangu. Hiki kiumbe hakina nguvu. Angalia jinsi unavyokiendea. Hiki kiumbe kinazo hekima. Mimi sikutishi, ila nakupa challenge. Wewe huna hata muda wa kusoma Biblia, huna muda wa kutulia na Mungu. Unadhani kwa kukulupuka tu hivi utaweza kushindana na kiumbe kama hiki? Forget. Sahau kabisa, wewe achana nacho. Nimkuta Isaya anasema anapenda basi wakiwa kwenye zile huduma za waimbaji, wakiwa wanaimba vile mapepo yanalipuka, wanakemea. Nikasema yani katika kitu mnacho ni kwaza waimbaji, ni hicho. Nani amewaambia muanze kuhangaika na mapepo? Nyie imbeni, acheni. Mambo ya mapepo yanahitaji time. Sawa, yanahitaji tension. No. Yani kama umeamua kudili na mapepo, kama tutaimba nusu saa na nusu saa inayofuata tutashughulika, mimi nipo okay. Lakini tu umeomba watu wamedondoka mapepo tena wameinuka, au unajisikia wewe mwimbaji wa injili. Ni mwimbaji wa injili ambaye hana hekima. God, Mungu atusaidie sana. Hii hekima hii kwa sehemu kubwa kama vile inalisumbua kanisa. Naogopa kusema inalizidi. Ila inasumbua kanisa la Mungu. Una hekima kuliko Danieli. Hakuna neno la siri watu wanaloweza kukuficha. Hekima namba 1 ya shetani ni kutafuta maarifa. Sawa? Ni kutafuta nini? Maarifa. Ili akudanganye. Kwa hiyo anayapata wapi sasa hayo maarifa? Ndio swala la msingi. Kwa sababu kabla hajakudanganya wewe lazima ajue nini Mungu anataka, nini Mungu anasema kuhusu wewe. Sawa? Na atajuaje? Atakusikiliza asubuhi ukiamka, utakapoanza kusimulia ndoto zako. Leo nimeota miganda yenu nyinyi wote hapa 11 iliinuka ikaja ikanisujudia mimi. Oh, wow. Asante sana Yusuf, kuanzia leo utajuta. Tutahakikisha tunaipindisha hatima yako, kwa sababu tumeshajua unakoenda. Hatuwezi kukupindisha hatima yako wakati hatujui unakoenda, na tulikuwa siku zote tunahangaika tutajuaje unakoenda ili tuipindishe hatima yako. Mungu wa neema, hauna hata hekima, umetuambia wewe mwenyewe. Ndipo mateso ya Yusufu yalipoanzia, si ndio? Hapo ndipo yalipoanzia. Walipojua hatima yake, wakasema kabisa kwamba na tumuue tuone hizo ndoto zake zitakuwaje. Kwa hiyo walikuwa hawana shida na Yusufu, walikuwa wana shida na yale mapenzi ya Mungu yaliyofunuliwa kwa Yusufu. Sio kama mmenipata. Hawamchukii Yusufu, wanayachukia mapenzi ya Mungu kwa Yusufu. Wanataka wampeleke kusiko kwenyewe. Kusiko kwenyewe ni wapi?
Wengine wakasema tumuue. Okay? Wengine wakasema hapana, kumuua ni mapema sana, tumtupe kwenye shimo ajifie mwenyewe, tuone hizo ndoto zitatimia humo mwenye shimo. Wengine akasema yani niache kupiga hela nimtupe kwenye shimo. Sasa nikapiga hela, huyu kijana ana nguvu kabisa, mzuri wa sura, napandisha bei kabisa. Akamfanya Yusufu mradi wa kupatia mtaji, ndio akamuuza. Lengo lake ni kwamba nimemuuza kuwa mtumwa. Si alisema sisi tutaanguka kumsujudia? Sasa nimempeleka kwa Waishmaeli, tuone kama sisi uzao wa Yakobo tutaenda kwa Ishmaeli afu tukamsujudie Yusuf, tuone kama itawezekana sisi. Lakini walianzia wapi? Kwenye simenelewa. Kwa hiyo shetani siku zote alikuwa anatafuta kujua katika hawa watoto wa Yusufu ni nani mwenye hatima kubwa, ajui, ili niweze kumharibia. Katika watoto wa Yakobo katika hawa watoto wa Yakobo ni nani mwenye hatima kubwa ili nimharibie, ajui. Watu mnafikiri shetani anajua kila kitu. Anajua kile tu kilichofunuliwa. Sawa? Kile tu ndicho anachokijua. Kinafunuliwa kwa namna moja ama nyingine. Yusufu, wewe unachukulia hii ni ndoto tu. Kwa shetani hii sio ndoto tu. Hii ni hatima imezungumzwa. Na kivipi? Kanuni inasema ndoto ikizungumzwa mara mbili, lile neno limethibitishwa. Kwa aliota mara ya kwanza, akaota na mara ya pili. Shetani hapo umwambii hii ni ndoto tu. Hapo umwambii hii ni ndoto, anajua hii ni serious message kutoka wapi? Mbinguni. Amina? Ili aweze kukudanganya, lazima ajue ukweli kuhusu wewe. Kweli kuhusu wewe unasemaje? Atamsikia nabii anaongea, atakusikia wewe mwenyewe ukiwa unaongea. Ndio maana ukiwa na hekima sasa, kama upo katika darasa letu la hekima, utagundua kwamba hekima haongei. No. Hekima anaongea kwa mahesabu sana. Hekima haongei kila anachokijua. Anaongea kile kinachotakiwa kwa muda huo kwa watu hao. Sio kila anachokijua. Wewe unapenda kuongea kila unachokijua mpaka vinaisha vyote. Unabakisha hata cha akiba hauna. Jamani, tu tunaweka akiba ya maneno. Nilisikia wapi hiyo wanaongea? Hapo sasa huwezi kujua huyu niliye naye. Sasa unasema mimi sina shetani. Of course una shetani, lakini huenda huyu niliye naye ana pepo. Sawa? Ili pepo likishanisikia mimi nimeongea, litachukua litapeleka kwa pepo mwingine anayehusika na kuharibu hatima za watu tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu kingine sio nani tu, lakini Roho wa Mungu anakushuhudia kwamba hapana, mimi Roho wa Mungu anashuhudia mimi ni mtu mkubwa. Hapana, Roho wa Mungu anashuhudia mimi ni mtu mkubwa. Hapana, Roho wa Mungu anashuhudia mimi ni mtu mkubwa. Okay. Sasa ukaanza kuongea sasa. Ndio kwa mara ya kwanza shetani anajua kwamba kumbe wewe mtu mkubwa. Alikuwa hajui kabla ya hapo. Sawa? Ila kupitia msaada wako, hivyo anakushukuru sana kwa kumwambia kwamba kumbe wewe ni mkurugenzi. Anashukuru sana kwa hilo. Sasa kuanzia siku hiyo ndio utaona vita dhidi ya ukurugenzi vitakapoanzia. Hata kutuma manabii wa kusema Bwana anasema wewe sio mkurugenzi. Atawatuma kabisa. Serious, alituma manabii kwa Nehemia kusema Bwana asema mji huu usijengwe, sijui nini. Nehemia akasema Bwana tena. Bwana atutoe huku kusema kajengeni mji. Tena Bwana aje kusema mji usijengwe. Sawa. Ipo. Zote hizo ni hekima. Katika utekelezaji wa mission zake lazima ajue ukweli wa Mungu kuhusu wewe ni upi. Sasa mimi sitaki nikutie uoga kwamba sasa tutakuwa tunafanyaje. Hapana, tusiishi kwa uoga. Lakini angalau ujue vita vinaanzia wapi. Sawa? Kwa sababu kuongea maono yako pia kuna faida zake. Siku moja mimi niliko pale kanisani pale kwa mchungaji Sara, nikaongea maono yangu kwamba nasikia Mungu ananiita nihubiri mitaani, nihubirie vijana. Yaani nasikia moto ila sijui pa kuanzia. Kumbe naongea yule mtu nayeongea naye ana vyombo. Na sijai kujua ana vyombo vikubwa vya kuhubiria Injili. Niliposikia tu pale, nimetoka tu pale akaniambia, "Sasa pastor, mimi natoa vyombo bure. Utahubiria vyombo vyangu bure." Nisingesema? Singepata.
Lakini hata shetani naye atakuwa alisikia, naye akaanza sasa naye kuweka vikwazo vyake. Kumbe umekuja Dar es Salaam, nikajua umekuja kucheza. Kumbe umekuja kuhubiria vijana, ngoja tuone. Ila tusishi kwa uoga, lakini angalau ujue vita vinatoka wapi. Vita vinatoka katika shetani kujua mapenzi ya Mungu kuhusu wewe ni yapi, na akishajua mapenzi ya Mungu kuhusu wewe, kuanzia siku hiyo anaanza kuangalia namna ya kukudanganya, kwa sababu yeye ni baba wa uongo. Hekima ya baba wa uongo ni kutafuta ukweli kwanza. Tuko pamoja? Ujue kwanza ukweli ni upi. Na ndio maana shetani anaijua Biblia. Sawa? Hawa wapotoshaji wakubwa hawa manini si manini manini, dini sio yao, Ukristo sio dini yao, lakini Biblia wanaijua kuliko wewe. Uliza wewe. Siku moja mimi nilimuuliza AI maana nilikuwa nauliza maswali deep ya Biblia, anayajibu deep. Nikamwambia, kwa kujua Biblia namna hii au utakuwa umeokoka tena huko deep. Nikampa comment, akajiwa mimi sijaokoka. Nikapenda jibu lake la ukweli. Mimi sio mtu, mimi ni mashine. Okay, basi sawa. Kama wewe sio mtu, ni mashine, basi sawa. Lakini wewe kuniambia unajua Biblia hivi afa hujaokoka. Unaijua ili ikusaidie nini? Sasa kuna watu sio mashine. Bora yeye akasema bana ni program tu. Kuna watu sio program, lakini wanaijua Biblia. Ya kazi gani? Ili awadanganye watu. Sawa? So hekima kubwa zaidi ya shetani ni kujua neno la Mungu. Ni kujua wewe kwenye Biblia umeandikiwa kuwa nani. Achana na hizi ndoto, hizi ni ziada sana hizi. Shetani anatakiwa ajue kwamba kwa kupigwa kwa Yesu ulipona. Hicho anatakiwa ajue kwanza, ili akwambie hujapona. Tuko pamoja? Asije akakwambia uliponywa, kumbe hata Biblia inasema uliponywa. Lazima ajue kwanza kwa kupigwa kwa Yesu uliponywa, alafu akudanganye sasa kwamba rahisi hivi. Nilikutana na mmoja anasema hivi, eti kisa Biblia imesema kwa kupigwa kwa Yesu ulipona, eti na wewe unajichukulia kwa kupigwa kwa Yesu nilipona. Yesu alikutokea wewe akakwambia kwa kupigwa kwangu nimepona? Hapana. Hata kama Biblia imesema lazima Yesu akutokee au malaika akwambie mwanangu ili andiko ni la kwako. Swali langu likawa hivi, wewe umeokoka? Ndio. Yesu aliyekutokea akakwambia umeokoka? Kuna malaika yote alikutokea akakwambia umeokoka? Si umeamini neno kwamba Yesu alikufa kwa ajili yangu akabeba dhambi zangu na kuamini neno umeokoka? Hapa inashindikana vipi? Kwa nini hapa tuhitaji malaika? Unataka kuniambie kupona ugonjwa ni kazi ngumu zaidi kuliko kuokoka? Hapana. Kuokoka ni kazi ngumu zaidi. Sasa inakueje kazi ngumu zaidi ifanyike bila Yesu kuja, alafu hii nyepesi mpaka Yesu aje? Yupi? Hana kazi nyingine? Wote huo ni uongo wa nani? Wa shetani. Kwa nini? Amelijua andiko kwanza, halafu ameanza kupindisha ili usiliamini neno. Sawa? Mimi nakuuliza wewe, unajua neno la Mungu linasema nini kuhusu wewe? Na uliambiwa na neno la Mungu au uliambiwa na shetani akapindisha hivi? Kwa sababu Biblia iko hivi, unaweza kukosea ka ai tu, ai yani ka herufi tu a, ukaweka kwenye a ukaweka e, ushapindua kila kitu. Sawa? Na shetani akakuacha uishi kwale kwenye ukaweka a, basi yeye pale ameshakunasa. Yaani naposema uongo wa shetani sina maana li uongo li fulani likubwa we. Kwa kupigwa kwa Yesu tuliponywa, ukaweka penye tuli ukaweka tuta. Umebadilisha herufi hizi. Kwa kupigwa kwa Yesu tuli ukaweka tuta, ile li ukaitoa ukaweka ta. Herufi ngapi?
Shetani hapa anaenda kulala. Amemaliza kazi, yani hapo amemaliza kazi, anaenda kulala. Wewe ashakutia mfukoni. Wewe na magonjwa na wewe na magonjwa. Sawa? Sasa mimi nikuulize, wangapi pale kwenye tuli wameweka tuta? Wangapi? Kimsingi wanaoishi na ile kwa kupigwa kwa tuli ndio wakutafuta. Wengi pale kwenye tuli tumedanganywa shetani, tumeweka tuta. Tutapona kwa kupigwa kwa Yesu, tutapona. Hata unasoma kabisa na kwa kupigwa kwake ninyi mliponywa, auelewi. Unaweka ninyi mtaponywa. Yaani unajiuliza, mbona umedanganywa mno? Jamaa wewe kweli wewe ni baba. Huyu sasa sio tu mwongo, huyu amefuzu. Huyu baba wa uongo. Biblia inasema mmekwisha kubarikiwa kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Wangapi wanakubaliana na hiyo? Wengi wanasema tutabarikiwa. Tuendelee kufunga na kuomba. Tuendelee kumuomba Mungu baraka. Tutabarikiwa. Anyway, kimsingi ni kwamba shetani sasa analazimika kulijua neno la Mungu ili aweze kukudanganya wewe ujue kitu kingine afu ukifikiri ni neno la Mungu. Ila kimsingi unakuwa unaamini kitu kingine kabisa, ukidhani siku zote kwamba wewe unaamini neno la Mungu. Kwa mfano, kuna uongo mwingine unasema kwamba utajiri, shina moja la kutenda mabaya. Inasema je andiko? Shina moja la mabaya ni kupenda fedha. Ndio watu wanaikoti hivyo. Sawa, shina moja la mabaya ni kuwa na fedha. Kwa wanakuambia Kristo hutaki kuwa na hela nyingi kwa sababu hela ni shina la mabaya. Sasa sikiza ilivyochengesha pale. Biblia haijasema kuwa na pesa. No, imesema kupenda pesa. Umeona? Shetani anapoileta ile hoja kwako, hata kuambia kupenda pesa. Atakwambia kuwa na pesa. Kwa hiyo manake nini? Anachokitenga pale anataka wewe ukubali umaskini. Kwa sababu ukiukubali umaskini, injili haitasafirishwa. Waendeje wasipopelekwa? Ndio swali hilo. Sawa? Kwa hiyo anataka wewe ukubali umaskini, na ukiukubali umaskini moyoni mwako, hata nje huko hautakuwa na bidii za kukataa, za kufanya kazi kwa bidii ili uwe tajiri, kwa sababu unajua pesa ni shina moja la nini? La mabaya. Lakini Biblia haijasema pesa ni shina moja la mabaya, inasema kupenda pesa. Unaweza ukawa unapenda pesa na huna hata hizo pesa. Kwa mujibu wa Biblia wewe una dhambi. Sawa? Ya kupenda nini? Pesa. Kwa hiyo kuna maskini wengi hapa wataenda motoni kwa sababu wana dhambi gani? Ya kupenda pesa, na hizo pesa zenyewe hawana. Tuko pamoja? Unaweza ukampenda nani? Debora na usimwoe. Akaolewa na mwingine. Si ndio? Yes. Unaweza ukapenda pesa na hauna. Yeah. Na ukawa mbele za Mungu una hatia ya kupenda pesa. Kwa hiyo hii ukawa una shina la mabaya. Yaani wewe ukawa ndio mtu mbaya sana mbele za Mungu kwa sababu unapenda nini? Pesa. Alafu pesa zenyewe huna. Alafu wenye nazo tukawa hatuzipendi. Alafu wewe ukawa unatunyoshia sisi vidole. Kwa sababu mwalimu wako umechagua awe shetani. Sawa? Na shetani hana kingine cha kukuambia zaidi ya uongo. Kwa nini? Kwa sababu shetani kabla hajakudanganya alienda akaupitia ule mstari. Wewe si ujui hata uko wapi? Yeye anajua. Alienda akaupitia, akausoma vizuri. Akaelewa context ya ule mstari. Muktadha wake ni nini? Mantiki yake ni nini? Akaijua. Alafu akatokeza kwa nje akaanza kuhubiri. Kinyume kabisa. Alafu kwa sababu wewe haunaga ule utafiti wa kwenda kuchunguza tena kwenye Biblia, ashakumaliza. Makofi mengi sana kwa Martin Luther. Martin Luther alipambana kila mshirika awe na Biblia. Sawa? Yes. Alipambana kila mshirika awe na Biblia ili kupunguza asijekuwa mtumishi wetu kakofea kairufi ta kaweka badala ya li kaweka ta tukapotea wote chua. Ili mtumishi akisema mtumishi hapo umekosea kidogo. Oh my God. Kwa kukosea hiyo herufi somo langu lote
limeharibika, kumbe lilikuwa chaka. Lakini tatizo walokole na hata Biblia nayo hawana muda nayo. Sasa hapo sasa ndio shetani kinachomfanya shetani akupende. Unajua shetani kwa nini anakupenda? Hupendi ukweli, unapenda uongo, unapenda kudanganywa. Light ungelikuwa unapenda mwenyewe kwenda kujikagua kwenye neno, ulikuwa umempita parefu sana shetani, umempita parefu sana 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 sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Oh my God, nataka miayo tena. Ngoja nikaribie kumaliza. Good. So ni baba wa uongo. Kabla hajatekeleza mission inaitwa uongo, lazima ajue ukweli. Na mimi nakuuliza, ukweli kuhusu mapito yako unao? Kuhusu haya matatizo yanayoendelea na changamoto unazoendelea, unajua ukweli ni nini? Nani aliyekuambia? Swali lilikuwa hilo kwa Adamu. Adamu, ni nani aliyekuambia kwamba wewe uko uchi? Ili somo la mtu kuwa uchi sijafundisha. Sijafanyaje? Sijafundisha somo la wewe kuwa uchi. Umelitoa wapi? Ni nani aliyekuambia kwamba wewe uko uchi, isipokuwa utakuwa umekula lile tunda? Kwa sababu ndani ya lile tunda kulikuwa na somo linaitwa kuwa uchi. Nani aliyekuambia kwamba wewe uko uchi? Na mimi nakuuliza, nani aliyesema kwamba wewe una hayo matatizo? Nani aliyekuambia kwamba wewe una majini mahaba? Nani aliyekuambia kwamba wewe una mapepo ya madeni? Ulikuwa unauliza roho za madeni. Sasa nilimkuta yule mtu ana roho za madeni. Kwangu haikuwasilishwa hivyo. Alikuwa anasumbuliwa na magonjwa, alikuwa anaumwa nini by that time? Sio alikuwa anaumwa nini. So aliletwa, ni mume wake by the way, ndo alikuja kunipa taarifa hiyo kwamba mke wangu bana anasumbuliwa na hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Okay. Nikasema mimi naona ana roho ya madeni. Akasema ye. Tunataka tuachane kwa ajili ya hicho. Yaani, sasa sikiza roho ya madeni ilivyo manifest pale. Kwanza nikamwambia cha kwanza imemanifest kama ugonjwa. Ugonjwa kubwa. Akaniambia kwamba mwaka gani kipindi ndo nimetoka kumuomoa, kama ningelikuwa sina hela yule alikuwa anakufa. Anasema nilitumia kama milioni ngapi? Milioni za kutosha hospitali ili aweze kufanyaje? Kupona. Hasa nisikize. Kabla hajaolewa, kwa nini huo ugonjwa wa kumpata? Umetegea ameoa ndio umefanyaje? Umempata. Kwa nini? Hela si zipo. Kwa ni roho ya madeni imekuja kumanifest, lakini imemanifest kama nini? Ugonjwa. Akaambia kama ingelikuwa sio nani, yule alikuwa anakufanya hivyo. Ndio unavyoona wewe. Lakini kwa mujibu wa ulimwengu leo, kama sio maombi, hadi leo angekuwa hospitali. Yaani kilichomtoa sio zile bidii za nani? Za madaktari. Kwa sababu madaktari hawana cha kufanya na roho ya nini? Ya madeni. Wafanye nini sasa? Wakupe mtaji? Wenyewe wanautaka. Sawa. Hawana cha kufanya na roho ya madeni. Hata kama uliona sindano, alipona kwa maombi. Sio kwa nini? Kwa sindano. Kwa sababu pale mlikuwa mnafanya vita na roho ya madeni. Sababu hata kama una imani sana ya kuombewa ukapona, ombewa hivyo hivyo hata kama una meza vidonge. Ombewa hivyo hivyo, kwa sababu uwezekano mkubwa haupo hata huo ugonjwa unaohangaika nao. Ni roho nyingine kabisa. Ila hiyo ni namna inavyo manifest. Kwa akaniambia yule mwanamke sasa, yani wanavyoishi. Ukimpa hela, ukimuonyesha, akiziona hela, kwamba anasema kuna ile tabia wanawake sasa, wanaume anasema mimi mwanaume nikishika hela natumia vibaya. Anasema hiyo tabia usijichanganye kwa mke wangu. Kaanazo mwenyewe utumie vibaya, zitabaki hata kidogo. Kaambia juzi tu nimempa milioni 2. Namwambia baadaye sasa nipe hata 500,000. Imeisha. Hakuna alichonunua cha maana, hakuna alichofanyia, ila imefanyaje? Imeisha. Unaona? Hiyo kesi ni za hivyo tu. Milioni 4 ile niliweka hapa iko wapi? Sasa kuna rafiki yangu moja nimemwazima.
umemwazima rafiki yako. Sasa angalia, anaweza kawa yeye ndo anakopesha. Yaani sijui niwekeje, lakini mwisho wa siku mimi roho Mungu aliniambia huyu ana roho ya nini? Ya madeni. Iza ataugua wewe mpaka ufilisike mje mwanze sasa kukopa. Au atakuwa anakopa. Akaniambia juzi tena, rafiki yake kanipigia simu. Kaniambia hivi, mke wako namdai hela zangu, mbona hanipi? Nikamuuliza shilingi ngapi? Akasema milioni ngapi? Milioni 5. Kaambia wewe milioni 5 ulimpa lini? Kaambia sasa hizi tuna mwezi. Alikwambia anataka ufanye nini? Sasa mimi ananihusu. Mwanamke hela anahonga. Sijui anasemaga si nilipeleka si kwenye kikoba, si nilipeleka wapi? Si nilipeleka wapi? Si nilimpa fulani. Hivyo story yani hazina mashiko. Sawa. Nikamwambia huyo wewe bidi upambane na roho ya nini? Ya madeni. Amina. Anyway, mimi nakuuliza wewe sasa. Una ukweli wowote? Yaani unajua ukweli kuhusu kinachoendelea kwenye maisha yako? Nani alikuambia? Ulisoma wapi kwamba unateseka na jini makata? Ulisoma wapi? Nani alikuambia kwamba una laana ya babu? Haya, sijasema hauna. Nimesema nani alikuambia kwamba una laana ya babu yako? Nani alikuambia? Na babu yako huyo ni nani? Umehama lini kutoka kuwa babu yako Ibrahim? Umehamia huko lini tena? Kabla shetani hajakuambia, hajakudanganya kwamba una laana ya babu yako, lazima kwanza hakikishe anajua ukweli kwamba babu yako wewe sio huyu, ni Ibrahim. Sawa? Baada hapo ndo akwambia una laana ya babu yako Mwafilombe. Kwanza anajua babu yako sio nani. Kwa sababu kisha okoka, umehama uzao. Umekuwa uzao wa nani? Wa Ibrahim. Sawa? Umeshakuwa uzao wa? Shetani lazima ajue kwanza kwamba wewe ni uzao wa Ibrahim, na ana vipimo vyake. Huwezi kumdanganya shetani kwamba nimeokoka wakati hujaokoka. Ana vipimo vyake ambavyo anawajua walokole wenyewe original wa uzao wa Ibrahim, anawajua. Akishakujua sasa, kazi yake ni kukudanganya kwamba wewe sio uzao wa Ibrahim. Wewe ni uzao, babako ni yule na mamako ni yule, na kwa sababu babako ni yule na mamako ni yule, maisha yako ni haya. Kwa sababu kwenu ndio watu wa hivi. Unasema kweli, ngoja nitapambana na hilo. Usipambane na hiyo roho, hama uko. Waache wenye nayo wapambane nayo. Wewe hama tu, sitaki ugomvi. Mimi naomba niwaachie na roho zenu na uko wenu, mimi na hama. Basi. Kwani kila vita lazima upigane? Hamna. Wengine unawaachia uko wenu, mnapenda roho za wanawake si na nini. Mimi naomba tu niwaachie, muendelee kupambana na roho za wanawake. Mimi hame uko. Good. Wanesa spesa. Nimeongelea hekima moja. Nisema ziko mbili. Na muda umeisha. Amina. Inatosha. Baada hapa hamtaelewa sasa. Okay, so kuna hekima ya kutoa sadaka. Kuna hekima ya organization, mpangilio. Jamaa amejipangilia. Yesu alisema kabisa ufalme wa shetani, pepo akimtoa pepo, ufalme wake umefitinika. Kwa haiwezekani pepo akamtoa pepo kwa sababu ufalme wake haujafanya, haujafitinika. Ana hekima fulani ya kiuongozi. Amenyooka hivi. Amenyooka hivi. Oda. Akitumwa mchawi kaue, haruhusiwi kurudisha jibu nimeshindwa, atauawa. Yaani ule ufalme umenyooka lula. Oda inazingatiwa, oda kwa mkuu. Mkuu akiongea ameongea, haina maswali. Wewe si mchungaji wako akikwambia unaanza mimi mwenyewe nikaombe nimsikilize roho wa Bwana. Sijasema hauna roho wa Bwana wala huwezi kumsikiliza. Nimesema ufalme wa shetani una oda. Yaani oda imenyooka, imekaa. Sawa? Utaki unapigwa shaba mara moja, kufa huko. Nani walikuwa nasimulia kwamba wakati wanafanya kuwaapisha, wanawapisha sasa wawe waganga sasa rasmi kuzimu, wamemaliza masomo, walikuwa 40. Siku ile ya mwisho siku ile ya mwisho walikufa, alibaki peke yake, kwa sababu ilikuwa kwenye kozi sasa ya mwisho, interview ya mwisho. Mnapelekwa kwamba labda hiyo ni nyoka, ichukue anza kula. Mimi nile nyoka. Ukisha hoji tu hivi,
jamaa anakunyoshea kidole, kufa. Huu ufalme unaenda na oda. Haya, wengine wanashika wanakula. Mnatoka hapo, mnafika makaburini, mjafukua maiti za siku 3 4, anza kula, zinatoka usa hivi. Ukisema tu sasa mkuu, da maiti shakufa. Yaani hana muda wa kupoteza, anaenda kwa wengine. Sasa hivi na hivi. Ukihoji kifo, ufalme umenyooka, unaoda hivi. Sawa? Hiyo ni hekima ya nani? Ya Shetani. Kama na sisi tunataka tufike mbali, lazima tumzidi. Sio una kampuni yako mambo hovyo hovyo, kila mtu ana sauti, kila haieleweki, au utafika. Jamani, jifunze hata kwa Yesu alisema jifunzeni kwa nyoka eti. Kuna andiko moja hivi. Okay, lazima tuwe na hekima kubwa kuliko Shetani kama tunaenda kumshinda sisi watoto wa Mungu. Nifika pale ninapofanyaga huduma, nilishangaa. Mchungaji kawaambia leo msitoke. Leo msitoke, kuna mambo tutayafanya. Eti wale vijana wakatoka wakaenda kuhubiri mtaani. Nasema what? Nasema wametoka wameenda kuhubiri mtaani. Sasa ni mshiriki wake mmoja ndo ananiambia, nasema ni hao vijana angalia namna ya kuwasaidia. Nikasema mimi ningewapiga nyekundu siku hiyo hiyo. Yaani eti roho wa Mungu walimpigia simu. Roho wa Mungu roho inanichoma sijui nini. Yaani wale walikuwa wanakula kadi nyekundu siku hiyo hiyo. Okay, huwezi kuwafukuza kuwa kanisani wa washirika, lakini kuwa watenda kazi, hicho kibarua kimeishia hapo. Kimeishia hapo. Hao hawafai. Mkienda huko mbele watakuharibia kazi. Na mimi nilimwambia kama mimi hawa vijana wako siwezi kwenda nao kwenye injili ya mtaani. Kama wewe hawakuheshimu, hawawezi kwenda na oda. Mimi nikifika pale nikasema huyo mkamateni, wewe waanze kujiuliza nao wanamsikiliza roho wa Mungu. Tutafika? No, mimi nitatafuta wengine. Bora niwasafirishe wa Dodoma. Ni vile tu wanaonyesha kwamba hawana oda. Sometime inaanzia mbali. Na maana sisi wachungaji tunapewa mzigo mwingine ambao haiko ya kwetu. Oda inaanzia nyumbani. Mtoto alikuwa apigwi. Akiambiwa acha, anaendelea. Acha nitakupa na hela, ndo anaacha. Sasa akija kwa mchungaji anataka na mimi nimwambie acha dhambi nitakupa na hela. Kutoka wapi? Hajajifunza kuheshimu mamlaka kuanzia wapi? Nyumbani. Kwa anapokuja kujifunzia kanisani, atajifunza lakini atatusumbua. Ndo hawana oda. Anyway. So na sisi kwenye ufalme wa Mungu lazima tujifunze kutembea na nini? Na oda. Tuweze kutii mamlaka iliyowekwa mbele yako. Ukishindwa kuongozeka hapa, utashindwa hata kuongozeka kazini, utashindwa hadi kuongozeka kwenye familia. Yaani itakuwa tatizo. Unaona? Oh my God, ziko nyingi bwana. Tutaendelea siku nyingine. Mungu atakavyotujalia. Amen. So nataka tuamke tuombe hapo. Naona ni vyema bwana. Nikaijua hekima ya Shetani. Nikajua jinsi anavyofanya kazi. Ili ninaposhindana naye nijue kwamba si kiumbe mwenye nguvu huyo. Ni kiumbe mwenye hekima. Lazima nichukue hekima yako Mungu ili niweze kumshinda Shetani. Kwa kuwa anayo hekima kubwa kuliko ile hekima ya Danieli. Siwezi kwenda na hekima ya Danieli nikategemea kumshinda. Lazima niwe na hekima kubwa kuliko ile hekima ya Danieli. Naam, hekima kubwa Bwana umeifunua katika neno lako. Maandiko yako matakatifu ni hekima kubwa mno ambayo Shetani haiwezi. Nami kwa hekima yako kubwa hiyo nitaitumia kumshinda. Nitaitumia kumwangusha. Nitaitumia kukataa uongo wowote ule ambao anataka kuutumia dhidi ya maisha yangu. Dhidi ya maisha yangu. Nitakaa kwenye kweli. Neno lako ndio kweli. Neno lako Bwana litakuwa ni kipimo cha kupima
kila kauli, kila pendekezo ninalopewa na mawazo yangu na mawazo ya mtu yeyote, katika jina la Yesu Kristo. Shetani, ulinishinda zamani, lakini kuanzia sasa, kwa hekima ya Mungu, neno la Mungu, hautanishinda tena. Hautanishinda tena. Nitakutia chini ya miguu yangu, katika jina la Yesu wa Nazareti. Amen. Shangilia Bwana Yesu. Amen. Keep going.